Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwamo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo, bila kusahau mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Hebu nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Tumeona umuhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya Rais. Hii leo tunaangalia kampeni za uchaguzi mkuu Tanzania na majaliwa ya maridhiano Tanzania kufuatia msukosuko wa kisiasa baada ya uchaguzi mkuu. Lakini pia ni kina nani ambao wameteuliwa katika baraza la mawaziri Tanzania? Tega sikio, tutakupatia uhondo wote. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa M23 M23 wametia saini mwafaka wa amani mashariki ya nchi hiyo. Makubaliano ya sasa yameafikiwa nchini Qatar, yakiwa ni ya 4 baada ya mikataba ya amani iliyofadhiliwa na Marekani, Muungano wa Afrika na Ufaransa kushindwa kupiga hatua zozote. Wapiganaji wa M23 walitoa miji ya Goma na Bukavu ambao ni makao ya viwanja vya ndege muhimu mashariki ya DRC. Mamlaka za Kongo zinataka wanajeshi wa Rwanda kuondoka ardhi yake na kulaumu Kigali kwa kuendelea kuwafadhili na kuchochea maasi ya M23. Kwa upande wake, Rwanda imepinga hatua kuondoa wanajeshi wake na kusema inawawinda waasi wa FDLR waliohusika na mauaji ya kimbari. Tangu mwanzo wa mwaka huu, maelfu ya watu wameuawa katika makabiliano ya M23 na wanajeshi wa Kongo. Maelfu ya wengine wameachwa bila makao. Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito iundwe jopo huru kuchunguza matukio baada ya uchaguzi mkuu ambao ulikumbwa na maandamano na ghasia. Mamlaka na vyombo vya usalama Tanzania zimelaumiwa kwa mauaji ya mamia ya wafuasi wa upinzani na wengine wengi wamekamatwa na maelfu hawajulikani waliko. Rais Samia alitangazwa kushinda uchaguzi ambao upinzani mkuu ulizuiwa kushiriki. Viongozi wa upinzani na mamia ya wafuasi wao wamewekwa kizuizini kwa kisingizio cha kutekeleza uhaini. Kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan inajiri wakati mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu Volker Turk ameomba mamlaka za Tanzania kufanya uchunguzi huru dhidi ya mauaji na kutoweka kwa wafuasi wa upinzani. Vurugu za baada ya uchaguzi wa Tanzania zilitazamwa na wengi kwa mshangao katika taifa ambalo limeshuhudia usalama na utulivu kwa zaidi ya miongo 6 ya uhuru wake. Tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imeunga mkono kubuniwa kwa jopo maalum la kimataifa kuchunguza mauaji ya halaiki katika mji wa El Fasher magharibi mwa Sudan. Ripoti za Umoja wa Mataifa na makundi ya kibinadamu zinasema zaidi ya watu 1.5 wamepoteza maisha yao na zaidi ya milioni 2 kuachwa bila makao katika miaka 2 ya vita nchini Sudan. Mkuu wa tume hiyo Volker Turk anasema matokeo ya uchunguzi huo yatawasilishwa mbele ya mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kuwajibisha wahusika wakuu wa uhalifu wa El Fasher na maeneo mengine. Aidha, amesema watakaowajibishwa ni pamoja na mataifa, kampuni na watu binafsi wanaofadhili na kunufaika na vita hivyo. Ufalme wa Imarati UAE umelaumiwa kufadhili jeshi la wanamgambo la RSF, huku Iran ikilaumiwa kutoa silaha kwa wanajeshi wa Sudan. Wakati huo huo, makundi ya kutoa misaada ya kibinadamu yameonya huenda shughuli ya misaada ikakwama nchini Sudan kutokana na uhaba wa ufadhili. Mji wa El Fasher ulitwaliwa na kundi la RSF wiki zilizopita, ambapo waasi hao wamelaumiwa kwa kuwalenga raia asilia wa Kiafrika wanaoishi katika jimbo la Darfur na Kordofan Kaskazini. Mahakama ya juu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR imemuidhinisha Rais Faustin Archange Touadera kugombea urais katika kura ya mwezi Disemba mwaka huu. Kura ya sasa CAR inafanyika wakati taifa hilo
likikabiliwa na changamoto za kiusalama, ambapo rais anategemea ulinzi wa mamluki za Urusi kuendeleza shughuli zake za utawala. Wengine walioidhinishwa kugombea urais ni pamoja na kiongozi wa upinzani Anisar Georges na wagombea wengine 5. Mahakama ilitupa nje kesi ya kumzuia Rais Tudera kuwania urais kwa madai kwamba sio raia halali wa CAR. Achange Tudera ameongoza Jamhuri ya Afrika ya Kati tangu mwaka 2016 na akachaguliwa tena mwaka 2021. Amekuwa mshirika mkuu wa Urusi, ambapo mamluki wa kundi la Wagner waliweka kambi mjini Bongi na kuahidi kupambana na makundi ya waasi kusaidia kurejesha hali ya amani na utulivu. CAR imeshuhudia usalama mbaya tangu mwaka 2013 wakati wapiganaji wa Kiislamu walipoupindua utawala na kuzua mapigano makali kati ya makundi ya imani mbalimbali. Mwafaka wa amani uliofuata ulisusiwa na makundi 6 ya waasi. Kundi la Wagner la Urusi limesifiwa kwa kuzuia maasi na kutawaliwa kwa mji wa Bongi, hususan katika makabiliano ya mwaka 2021. Kuidhinishwa kwa Rais Tudera kunajiri wakati Umoja wa Mataifa umeongeza muda wa walinda amani wake kuendelea kusalia CAR kwa mwaka mmoja zaidi. Tuanzie nchini Tanzania, ambapo mamia ya vijana waliokamatwa kwa tuhuma za kufanya ghasia za baada ya uchaguzi wameachiwa huru. Hii inafuatia agizo la Rais Samia Suluhu Hassan kuridhia jopo maalum kuchunguza mauaji ya vurugu za baada ya kura ya Oktoba 29 mwaka huu. Wakati huo huo, jamaa na familia kutoka maeneo mbalimbali Tanzania wamelalamikia kile wamesema ni kutofahamishwa waliko wapendwa wao ambao walitoweka wakati wa uchaguzi. Mamia ya waandamanaji waliuawa kwa kupigwa risasi, na Tume ya Umoja wa Mataifa imesisitiza kuwa Tanzania kufanya uchunguzi huru. Aidha, Umoja wa Mataifa umetaka kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kuachiwa huru bila masharti yoyote. Bwana Lissu na viongozi wengine wakuu wa upinzani walizuiliwa kushiriki uchaguzi mkuu, hali iliyochochea maandamano makubwa ya wafuasi wa upinzani kupinga uchaguzi wa Rais Samia na kuutaja kama ghushi. Huku haya yakiarifiwa, Rais Samia pia ametangaza teuzi au majina ya waziri wateule wake ili kuanza kuendesha shughuli za serikali. Hayo yote basi, nampisha Veronica Natalis akiwa pale Tanzania atuarifu zaidi. Kilichojitokeza leo katika hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo ilitangazwa muda mchache uliopita kwamba atakuwa mubashara akizungumza na vyombo vya habari, na tunaweza kusema kwamba ilikuwa ni hotuba yake ya kwanza na vyombo vya habari tangu Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania imtangaze kwa mshindi wa urais. Sasa watu wengi walikuwa wanajiuliza kwamba nini atazungumza, lakini ambacho amekizungumza katika hotuba yake ya dakika takribani 8 ilikuwa ni kutangaza baraza jipya la mawaziri ambalo linatarajiwa basi mawaziri hao wataapishwa kesho katika bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo linaendelea mji mkuu wa serikali Dodoma. Na katika baraza hilo la mawaziri kuna sura mpya zimeibuka, lakini pia kuna wizara mpya. Kwa mfano wizara ya vijana. Kama unakumbuka msikilizaji, ni kwamba siku ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anamwapisha waziri mkuu, alitoa hotuba yake kuhusiana na vijana, akasema kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na wizara ambayo inatazama ama inaangazia masuala ya vijana moja kwa moja, na hiyo ilikuwa inahusianisha yaliyotokea Oktoba 29 hapa nchini Tanzania, siku ambayo ilikuwa ni ya uchaguzi, lakini kila kilichotokea kama kinavyojulikana kwamba ilikuwa ni machafuko, mauaji ya watu na vijana waliokuwa wanaandamana kwa amani kudai haki, mabadiliko ya mifumo ya sera, katiba na sheria na vitu vingi, lakini tunashuhudia kuona mauaji mengi yakitokea. Kwa hiyo Rais Samia alisema kwamba matatizo ya vijana, masuala ya vijana yanatakiwa kuangaziwa zaidi katika wizara mpya ambayo ataitengeneza kwa ajili ya kushughulikia masuala ya vijana. Kwa hiyo leo ameitangaza wizara mpya hiyo, na itakuwa chini ya ofisi ya rais kama alivyosema, na waziri wake atakuwa ni mbunge wa kule jimbo la uchaguzi la Mtwara. Ni mbunge mpya huyo, anaitwa Joel Arthur Nanauka, na hatakuwa na naibu waziri, atakuwa na wasaidizi wengi kwa mujibu wa maelezo yalivyotoka katika hotuba ya leo. Labda tumsikilize hapa wakati akielezea kuhusiana na wizara hiyo ya vijana. Tumeona umuhimu
wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya Rais. Lakini vile vile tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya Kazi, Ajira na Maendeleo ya Vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri, nayo itakuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa hiyo ndio wizara mpya imejitenga kutoka wizara ya zamani ambayo ilikuwa vijana wako chini wa mambo mengine mengi, lakini kwa sasa wizara iliyotangazwa ni kwamba itakwenda shughulika na masuala ya vijana moja kwa moja. Lakini hakukuwa na kitu kingine chochote ambacho wamekizungumza tofauti na kutangaza baraza la mawaziri pamoja na kusema kwamba wataapishwa kesho katika bunge la 13 ambalo linaendelea. Naam, ni taarifa ya Veronica Natalis. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na pia tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Msikilizaji, kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Jina langu mimi ni Anna Ngugi, na hii leo basi tunaangazia harakati za kampeni nchini Uganda. Hali kadhalika tukisogea karibu na kusikia majina ya waziri wateule katika baraza la mawaziri katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Na bila shaka pia tunatoa fursa hii kwa wewe msikilizaji kuendelea kutoa maoni yako kuhusiana na yale ambayo unayasikia. Tukisonga mbele ni kwamba moto wa mapigano na machafuko unaendelea kuwaka Sudan Kusini, huku Riek Machar akionekana kama nahodha aliyejikuta bila mbinu za kudhibiti jahazi la taifa hilo. Hali hii inasisitiza hitaji la dharura la kuingilia kati kwa jamii ya kimataifa ili kulinda taifa huru lililochanga na lililojaa matumaini. Machar amezika ndoto za mwanzilishi wa taifa hilo John Garang de Mabior, aliyejitolea kwa jino na ukucha kupigania uhuru na amani ya taifa lake. Shisia Wasilwa amechambua na kudadavua hali hii ya kisiasa na kijamii kwenye tahariri ifuatayo, akichora picha ya changamoto na vile taswira ya hatari zinazo likumba taifa hili la Sudan Kusini. Tega sikio. Sudan Kusini, mtoto mchanga aliyezaliwa kutoka utumbo wa mateso, sasa anapepesuka tena katika njia ya ukoko wa damu. Taifa lililotamani kupumua hewa ya furaha baada ya miaka ya mapigano, leo linasimama kwenye ukingo wa shimo lile lililomeza matumaini ya vizazi vilivyopita. Hewa imekuwa nzito, ardhi inatetemeka na alama za majeraha ya zamani zinapukutika upya. Hatua ya Rais Salva Kiir kumpiga kalamu makamu wake Dr. Riek Machar na kumsukuma kifungoni mwa nyumba yake si tukio dogo. Ni kama kupasuka kwa tone la damu kwenye jeraha ambalo halijawahi kupona. Mwafaka wao ambao ulipaswa kwa daraja kuelekea amani, leo limegeuka kwa kuni inayotupwa kwenye moto wa mashaka. Nchi inatawaliwa katika hali ya dharura, amri zinazoziba pumzi ya demokrasia kama wingu jeusi linaloziba jua la matumaini. Rais Kiir ameshindwa kuitisha uchaguzi na hivyo kulemea mzani wa halali wa uongozi. Taifa limeachwa kusuasua kama mashua isiyo na nahodha, huku upepo mkali wa kikabila, usaliti wa siasa na njaa ya madaraka ukipiga mawimbi yake pasipo huruma. Katika majimbo ya Jonglei na Upper Nile, moshi wa mapigano umeanza kufuka tena. Vijiji vinateketea, watoto wanalia na wanawake wanaikumbatia dunia kwa macho ya hofu. Ni kama jua limechoka kuchomoza katika maeneo hayo na giza linaguna kama simba mwenye njaa. Katika hema la historia, roho ya John Garang de Mabior inalilia taifa lake. Huyu alikuwa mwana wa matumaini, aliyebeba ndoto ya Sudan Kusini kwenye mgongo wake kama mtu abebaye mzigo mtakatifu.
Dima Bior alitamani kuona watu wake wakitembea kifua mbele, wakinywa maji ya amani, wakilala chini ya usiku uliojaa utulivu. Leo kama angeinuka kutoka usingizi wa milele, Dima Bior kama angeinuka kutoka usingizi wa milele, angekuta ardhi aliyopigania imejaa ukakasi wa migogoro na matumaini aliyopalilia yakianguka kama maua yaliyonyauka kabla ya kuchanua. Sudan Kusini imefika mahala pa maamuzi magumu. Au itaandika upya ukurasa wa amani kwa wino wa busara na upendo, au itaanguka tena kwenye shimo la machafuko ambako kilio cha mwananchi hakisikiki na sauti ya mwenye bunduki ndio hutawala. Ni wakati wa viongozi wa Sudan Kusini kutazama kioo cha nafsi zao na kuuliza swali rahisi: hivi damu ya mtu mmoja inaweza kuwa thamani kuliko taifa zima? Jamii ya kimataifa nayo inapaswa kuchukua hatua kabla taifa hili halijanyamazishwa na vumbi la vita. Leo tunapoelekeza macho yetu Sudan Kusini, tunawashauri chagueni amani, maana vita ni kama mvua ya mawe, huliwa na kila mtu, hata yule asiyekuwa na hatia. Amekuwa ni Shisia Wasilwa na tahariri. Na sasa basi namkaribisha moja kwa moja mwenzangu Ramadhan Kibunga akiwa Bujumbura kule Burundi kutupeleka viwanjani. Kwako Ramadhan. Shukran Ann. Michezoni tuanze na shangwe na nderemu inayotawala miongoni mwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya timu ya taifa ya soka Chui ama Leopard kutinga kwenye hatua ya mwisho ya mtoano ya kufuzu kwa kombe la dunia mwakani nchini Marekani, Mexico na Canada. DRC wameibandua jana kwenye fainali Nigeria baada ya kuwafukuza pia Cameroon kwenye nusu fainali katika michezo iliyofanyika nchini Morocco. Kwa mengi zaidi nampisha hapa mwenzangu Mbele Chimsochi kutoka jijini Kinshasa. Merci coach. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, je vous dis que vous êtes le meilleur coach du monde. Simu ya moja kwa moja kati ya wachezaji wa timu la taifa la DRC na Rais Tshisekedi akiwapongeza pamoja na kocha. Iwe Goma, eneo la mashariki mwa Kongo na Kinshasa, maelfu ya raia walishambulia mitaa wakisherehekea ushindi huu ambao wengi walikuwa waamini kama DRC inaweza kushinda Nigeria, lakini ni ndoto ambayo yametimizwa kulingana na mashabiki hawa. Timu yetu ya taifa Leopard ilithibitisha kudhibiti mpira, kitu ambacho sisi hatukuwa na tazamia, kwa sababu na mbali na hilo pia tulikuwa na wasiwasi kutokana na timu ambayo tulikuwa tunacheza nayo ambayo inatambulishwa pia na wachezaji wakubwa sana hapa duniani, tuseme hivyo. Na tulikuwa na wasiwasi, lakini ilikuwa tofauti kabisa. Tuna uhakika kabisa tutaweza kupambana na hata kutambulisha nchi yetu katika kombe la dunia. Kabisa ishakuwa mchezo tofauti na huo ambao tunaanza kucheza saa hii. Mnapo gisi tulipiga kwanza Cameroon, ilikuwa kabisa mchezo kama Bulaya, na mchezo ambao tumecheza jana mpaka kuelimine Nigeria, vraiment ni nguvu sana. Kongo iko nguvu sana, na kiwaza rendezvous tu Etats-Unis. Wachezaji kama vile Meshak Elia, Chancel Mbemba na goalkeeper Fayulu wamechukuliwa kama waokoaji wa timu la DRC kwa baadhi ya mashabiki, na matumaini ni kuona timu ya DRC kushiriki kombe la dunia baada ya miaka kadhaa ya kutokuwepo, kama anavyoeleza hapa Bi Mariam Kalenga mwenye miaka 76 sasa. Kweli yale machi ya jana ya kwanza yalinifurahisha sana. Pili, kweli mechi yale ilikuwa nguvu sana, na timu yetu naishukuru wachezaji kama vile Meshakelia, kama vile Mbemba, kama vile Fayulu, goalkeeper wetu, namshukuru sana, na Mungu azidi kuwaongezea nguvu, waendelee mbele. Vile mechi ilikuwa ya miaka 51 leo, tangia mechi yale ya 75 mpaka leo 2025, naona mechi kwa kwenda ya 26 kwenda Ulaya tena, naona mechi yetu na timu yetu itasafiri, na iombea kwa Mungu hivyo. Baada ya kushinda Nigeria, Leopard ya DRC italazimika kuwakilisha Afrika katika mchujo wa mabara uliopangwa kufanyika mechi mwaka 2026 nchini Mexico. Kinshasa, Benito Msoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika.
Kwengineko, Norway imefuzu pia kwenye kombe la dunia baada ya miaka 20 wakiongozwa na nyota wake Erling Haaland, huku wakilazimisha Italy kwenye kundi lao kucheza mechi za playoff hapo mwakani ili kufuzu kwenye kombe la dunia. Italy Squadra Azzurra imeshindwa kucheza kombe la dunia mara 2 mfululizo, wakiona tena kitisho kingine kwenye mechi zijazo za mwezi Machi hapo mwakani. Timu nyingine zilizofuzu kwenye kombe la dunia ni pamoja na Ufaransa, Croatia na Ureno, ambapo nyota wake Cristiano Ronaldo ataweza kuvunja rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kucheza kombe la dunia kwa mara ya 6. Turudi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Mashindano ya Sekafa ya vijana wasiozidisha umri wa miaka 17 yanaendelea kutimua vumbi nchini Ethiopia. Timu mbili ambazo zitatinga fainali zitafuzu moja kwa moja kwenye mashindano ya Afrika ya umri huo. Kwa mengi zaidi, hii hapa ni taarifa ya mwanamichezo wetu Felix Gatumo. Mashindano ya Sekafa ya vijana wasiozidi umri wa miaka 17 yameanza rasmi nchini Ethiopia tarehe 15 Novemba na kutarajiwa kufikia tamati Disemba tarehe 2, huku wachezaji chipukizi kutoka mataifa 10 wakichuana katika viwanja vya Abebe Bikila jijini Addis Ababa na katika uwanja wa Dire Dawa. Katika kundi A ambalo linachezea katika uwanja wa Abebe Bikila, kumeshuhudiwa mwanzo wa kusisimua ambapo timu ya Somalia imekabana kona timu ya Sudan Kusini, mchuano uliojaa presha ya kufungana na kufunguka na ulikamilika kwa sare ya bao 2. Timu ya Rwanda ilishuka ndimbani kucheza na timu ya Ethiopia, ambapo wenyeji Ethiopia walitamba mbele ya mashabiki wao kwa kuwafunga Rwanda mabao 2-0. Katika upande wa kundi B, ushindani ulikuwa mkali zaidi ambapo vijana wa Tanzania walitandika timu ya Sudan mabao 6-0. Timu ya Burundi ilipokea kichapo cha mabao 4-0 kutoka kwa mabingwa watetezi Uganda, huku Uganda wakianza safari yao kwa ubabe na udhabiti wa kutisha. Kwa mujibu wa ratiba, kila timu itashuka ndimbani mara 4 kukamilisha hatua ya makundi kabla ya 2 bora kutoka kila kundi kutinga nusu fainali, huku washindi wa nusu fainali wakivaana kwenye fainali na huku walioshuka wakiwania nafasi ya 3. Zaidi ya medali na heshima, kuna dau kubwa, huku timu 3 za juu, bingwa, mshindi wa 2 na mshindi wa 3 ndizo zitakazopata tiketi ya kuwakilisha ukanda wa Sekafa kwenye michuano ya AFCON ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 mwaka wa 2026. Mashindano haya yanaendelea kutoa burudani, ushindani mkali na matumaini mapya, huku vijana hawa wakijitengenezea safari ya kuwa nyota wa baadaye wa kandanda barani Afrika. Felix Gatumo, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Na mwishowe, wachezaji 3 ndio wameteuliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kuwania tuzo ya mchezaji bora mwaka huu. Ni pamoja na mshambuliaji wa Nigeria na Fenerbahce Victor Osimhen, winga na mshambuliaji wa Liverpool kutoka Misri Mohamed Salah, pamoja na beki kitasa wa Paris Saint-Germain Ufaransa Achraf Hakimi. Tuzo za wachezaji bora kwenye tabaka mbalimbali zitatolewa baadaye mwishoni mwa mwezi ujao nchini Morocco. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Kwako tena Ann. Na shukran sana Ramadhan, na baada ya hapo ni kushukuru sana Kibuga. Na sasa tupate taarifa za matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa M23 M23 wametia saini mwafaka wa amani mashariki ya nchi hiyo. Makubaliano ya sasa yameafikiwa nchini Qatar, yakiwa ni ya 4 baada ya mikataba ya amani iliyofadhiliwa na Marekani, Muungano wa Afrika na Ufaransa kushindwa kupiga hatua zozote. Wapiganaji wa M23 walitoa miji ya Goma na Bukavu, ambao ni makao ya viwanja vya ndege muhimu mashariki ya DRC. Mamlaka za Kongo zinataka wanajeshi wa Rwanda kuondoka ardhi yake na kulaumu Kigali kwa kuendelea kuwafadhili na kuchochea maasi ya M23. Kwa upande wake, Rwanda imepinga hatua kuondoa wanajeshi wake na kusema inawawinda waasi wa FDLR waliohusika na mauaji ya kimbari. Tangu mwanzo wa mwaka huu, maelfu ya watu wameuawa katika makabiliano ya M23 na wanajeshi wa Kongo. Maelfu ya wengine wameachwa bila makao. Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito iundwe jopo huru kuchunguza matukio baada ya uchaguzi mkuu ambao ulikumbwa na maandamano na ghasia. Mamlaka na vyombo vya usalama Tanzania zimelaumiwa kwa mauaji ya mamia ya wafuasi wa upinzani na wengine wengi wamekamatwa na maelfu hawajulikani waliko. Rais Samia alitangaza kushinda uchaguzi ambao upinzani mkuu
ulizuiwa kushiriki. Viongozi wa upinzani na mamia wafuasi wao wamewekwa kizuizini kwa kisingizio cha kutekeleza uhaini. Kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan inajiri wakati mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu Volker Turk ameomba mamlaka za Tanzania kufanya uchunguzi huru dhidi ya mauaji na kutoweka kwa wafuasi wa upinzani. Vurugu za baada ya uchaguzi wa Tanzania zilitazamwa na wengi kwa mshangao katika taifa ambalo limeshuhudia usalama na utulivu kwa zaidi ya miongo 6 ya uhuru wake. Tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imeunga mkono kubuniwa kwa jopo maalum la kimataifa kuchunguza mauaji ya halaiki katika mji wa El Fasher magharibi mwa Sudan. Ripoti za Umoja wa Mataifa na makundi ya kibinadamu zinasema zaidi ya watu 1.5 wamepoteza maisha yao na zaidi ya milioni 2 kuachwa bila makao katika miaka 2 ya vita nchini Sudan. Mkuu wa tume hiyo Volker Turk anasema matokeo ya uchunguzi huo yatawasilishwa mbele ya mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kuwajibisha wahusika wakuu wa uhalifu wa El Fasher na maeneo mengine. Aidha, amesema watakaowajibishwa ni pamoja na mataifa, kampuni na watu binafsi wanaofadhili na kunufaika na vita hivyo. Ufalme wa Imarati UAE umelaumiwa kufadhili jeshi la wanamgambo la RSF, huku Iran ikilaumiwa kutoa silaha kwa wanajeshi wa Sudan. Wakati huo huo, makundi ya kutoa misaada ya kibinadamu yameonya huenda shughuli ya misaada ikakwama nchini Sudan kutokana na uhaba wa ufadhili. Mji wa El Fasher ulitwaliwa na kundi la RSF wiki zilizopita, ambapo waasi hao wamelaumiwa kwa kuwalenga raia asilia wa Kiafrika wanaoishi katika jimbo la Darfur na Kordofan Kaskazini, huku Iran ikilaumiwa kutoa silaha kwa wanajeshi wa Sudan. Wakati huo huo, makundi ya kutoa misaada ya kibinadamu yameonya huenda shughuli ya misaada ikakwama nchini Sudan kutokana na uhaba wa ufadhili. Mji wa El Fasher ulitwaliwa na kundi la RSF wiki zilizopita, ambapo waasi hao wamelaumiwa kwa kuwalenga raia asilia wa Kiafrika wanaoishi katika jimbo la Darfur na Kordofan Kaskazini. Kwenye neno la siku hii leo tunaangalia neno butoa. Neno hili lina maana ya msingi kukosa, kusema, kufanya au kujibu kitu kutokana na mshtuko, mshangao au hofu. Ni hali ya kuzubaa au kudumbizwa na jambo. Kwa Kiingereza tunaweza sema ni dumbfounded, astonished or struck ama speechless. Tuangalie kwa undani matumizi ya neno hili katika sentensi. Hapa kuna mifano ya jinsi ya kutumia neno butoa katika sentensi mbalimbali. Kwa mfano, kwa kufanya kitendo, aliposikia habari za ajali hiyo mbaya, alisimama pale pale akiwa na butoa au akabutoa. Tukitumia katika matumizi ya kama jina au hali. Ukubwa wa nyumba hiyo ulisababisha butoa kwa wageni wote walioitembelea mara ya kwanza. Kama kivumishi, yani kuelezea hali, mtoto alitoa uso wa butoa alipopewa zawadi kubwa kiasi hicho. Kama kitenzi kigumu cha kifonetiki kumfanya mtu abutoae. Ujumbe huo wa ghafla ulibutoa za kabisa mzee huyo, hakuweza kuzungumza chochote. Na basi, msikilizaji, tunaendelea kusoma kupitia lugha yetu na lugha ambayo imekubalika Afrika kote na ni lugha ya Kiswahili. Neno ni butoa. Je, utalitumia vipi katika shughuli zako za kila siku? Haya basi, uwanja ni kwako. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo ndani ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa.